zangu waandishi wa habari, na nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa kuitikia wito wetu kwa ajili ya kuwapa taarifa mbalimbali zinazohusu utendaji wetu wa kazi. Kama ambavyo mnafahamu, kila mwezi tulikuwa na utaratibu wa kutoa taarifa mbalimbali zinazohusiana na mafanikio ya kazi zetu katika kushughulika na uhalifu kwa lengo la kuweka usalama katika mkoa wa Mwanza. Kwamba jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linawashikilia na kuwahoji watuhumiwa 227 kwa tuhuma mbalimbali za makosa ya jinai na usalama barabarani. Watuhumiwa hao wamekamatwa kutokana na ufanyaji wa operations na misako iliyoanza tarehe 27 mwezi wa pili mwaka huu hadi tarehe 27 mwezi wa tatu mwaka huu. Misako hiyo ililenga kudhibiti matukio ya kihalifu na ajali za barabarani. Idadi ya watuhumiwa hao ambao wamekamatwa matukio ya kijinai ya usalama barabarani yapo katika mchanganuo kama ufuatao: kupatikana na noti bandia, walikamatwa watuhumiwa 7; kujihusisha na vitendo vya uhalifu, watuhumiwa 104; kupatikana na pombe haramu ya moshi, watuhumiwa 56; kupatikana na zana haramu za uvuvi, watuhumiwa 6; matumizi ya dawa za kulevya, watuhumiwa 14, ambapo watuhumiwa 125 waliojiwa na kufikishwa mahakamani na kesi zao zipo katika hatua mbalimbali huko mahakamani. Ndugu waandishi wa habari, vielelezo vilivyopatikana kutokana na misako hiyo ni pamoja na noti bandia za Kimarekani ambazo ni noti bandia $9,740, pombe haramu ya moshi lita 372, bangi kilogramu 23, nyavu haramu za uvuvi vipande 13 na mitambo 4 ya kutengenezea pombe haramu ya moshi. Ndugu waandishi wa habari, katika kesi zilizofikishwa mahakamani katika kipindi chote cha mwezi mmoja, jumla ya kesi 73 zilipata mafanikio kwa watuhumiwa kupatikana na hatia na kupata vifungo mbalimbali huko gerezani. Hata hivyo, miongoni mwa kesi 2 za ukatili wa kijinsia kwa watoto zilifikishwa mahakamani katika kipindi hicho, na washtakiwa wamehukumiwa miaka 30 kila mmoja katika ufafanuzi ufuatao. Kesi hizo 2, ya kwanza ni kesi ya jinai namba 26610 ya mwaka jana, ambapo mshtakiwa anaitwa Shabani Liahasi, ana umri wa miaka 24, mkazi wa kijiji cha Mwanekei. Mwanekei ni wilaya ya Kwimba. Bwana huyu alihukumiwa tarehe 12 mwezi wa tatu na mahakama ya wilaya ya Kwimba kifungo cha miaka 30 baada ya kukutwa na hatia ya kumbaka mtoto mwenye umri wa miaka 15, mwanafunzi wa darasa la 7. Na tukio la pili ni kesi namba 16149 16492 ya mwaka 2024. Mshtakiwa huyu anaitwa Lucas Masele, ana umri wa miaka 30, mkazi wa kijiji cha Lugata, wilaya ya Sengerema katika mkoa wa Mwanza, ambapo alihukumiwa tarehe 13 mwezi wa tatu mwaka huu na mahakama ya wilaya ya Sengerema kwenda jela
miaka 30 baada ya kutiwa hatiani na mahakama hiyo kwa kosa la kumbaka mjukuu wake mwenye umri wa miaka 13. Watuhumiwa wote wawili wanaendelea kupata kile walichokistahili baada ya kuwa wamejihusisha na matukio ya ukatili ya ubakaji. Ndugu waandishi wa habari, sambamba na hilo, Jeshi la Polisi tumeendelea na ushirikishwaji wa jamii katika kutoa elimu ya kuzuia makosa ya kijinai na ajali za barabarani, ambapo wakuu wa polisi wa wilaya wameendelea kufanya mikutano ya ushirikishwaji wa jamii, ambapo katika kufanya hivyo wanabaini changamoto za kiuhalifu na kwenda kuzifanyia kazi kupitia misako na doria. Katika kipindi hicho cha mwezi mmoja, jumla ya mikutano 1035 imefanyika katika maeneo mbalimbali ndani ya mkoa wa Mwanza. Lakini pia dawati la jinsia na watoto limefanya jumla ya mikutano 110 katika shule mbalimbali, taasisi mbalimbali na makundi mbalimbali ya kijamii. Tuna mpango wa wakaguzi wa kata ambao wako katika kata zote za mkoa wa Mwanza. Pia wamefanya mikutano ya kuelimisha jamii. Kwa kipindi cha mwezi mmoja wamefanya mikutano na makundi mbalimbali, mikutano 769. Lakini kuna wakuu wa polisi ngazi ya mkoa kupitia dawati letu pia wameweza kufanya mikutano maeneo mbalimbali, ambapo jumla ya mikutano 156 imeweza kutolewa kwa wananchi katika makundi mbalimbali ndani ya mkoa wa Mwanza. Dawati la elimu ya usalama barabarani katika ngazi ya wilaya na mikoa imetolewa kupitia madawati hayo, ambapo waendesha vyombo vya moto, watembea kwa miguu, waongoza mifugo, wasukuma mikokoteni, jumla ya mikutano 113 ya uelimishaji imefanyika katika maeneo mbalimbali, yakiwepo maeneo ya stendi za mabasi, vijiwe vya bodaboda na kwenye mashule. Katika swala la udhibiti wa ajali za barabarani, Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza limeendelea na operation ya kukamata madereva wanaokiuka sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani, ambapo kwa kipindi cha mwezi mmoja tumefanikiwa kudhibiti kwa kiasi kikubwa ajali za barabarani, sambamba na kutoa elimu ya usalama barabarani kwa makundi mbalimbali ya watumia barabara. Jumla ya makosa 6896 yalikamatwa na kutozwa faini. Makosa hatarishi 1540 yamekamatwa na baadhi ya madereva kufungiwa leseni zao za udereva. Makosa hayo ni kuendesha gari kwa mwendo kasi, dereva kuendesha gari akiwa amelewa, na wengine kuendesha magari mabovu. Magari mabovu 34 kwa kipindi cha mwezi mmoja yalibainika kuwa ni mabovu baada ya kukaguliwa, hivyo kutolewa namba za usajili na wamiliki na madereva wake kukabidhiwa magari hayo kwa ajili ya kuyatengeneza, ambapo yameweza kukaguliwa na kurudi barabarani baada ya kujiridhisha kuhusu bora wake, na madereva hao pia wameweza kuchukuliwa hatua za kisheria. Pia tuliweza kukamata bajaji 75 na pikipiki 92 zinazovunja sheria za usalama barabarani. Madereva waliofungiwa leseni za udereva ni hawa wafuatao. Wa kwanza ni Juma John Malaika. Huyu ana umri wa miaka 48, mkazi wa Shilima, wilaya ya Kwimba. Huyu alifungiwa leseni yake tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka huu baada ya kukamatwa akiendesha gari lenye namba za usajili T402 DPZ aina ya Tata huku akiwa amelewa. Faustine Gervas Okeyo, miaka 42,
mkazi wa Nyasaka, dereva wa gari lenye namba za usajili T 988 DNV, kampuni ya basi ya Yutong kutoka kampuni ya Batco, ambaye amefungiwa leseni yake baada ya kukamatwa akiendesha gari kwa njia za uzembe na kumgonga mtembea kwa miguu na kusababisha kifo chake. Pamoja na hatua za kumfikisha mahakamani, dereva huyu tayari alipelekwa huko akiwa ameshafungiwa leseni yake ya udereva. Watatu ni Osman Miraji Magera, miaka 41, mkazi wa Kisesa, wilaya ya Magu, ambaye alifungiwa leseni baada ya kukamatwa akiendesha gari lenye namba za usajili T 794 CSA aina ya Toyota Noah, huku akiwa amelewa chakari. Wanne ni Izobe Mgendo Izobe, ana umri wa miaka 39, mkazi wa Geita. Huyu pia alifungiwa leseni baada ya kukamatwa akiendesha gari lenye namba za usajili T 917 DUD aina ya Tata, kampuni ya Mkamba. Aliendesha gari hiyo akiwa mwendo kasi. Watano ni Julius Msanja Nyanda, miaka 54, mkazi wa Mahina, wilaya Nyamagana, ambaye amefungiwa leseni baada ya kukamatwa akiendesha gari yenye namba za usajili T 438 DRT aina ya Nissan kwa uzembe na kugonga gari na kusababisha watu kadhaa kupata majeraha. Madereva hawa wote walifungiwa leseni zao kwa kipindi cha miezi 6 kila mmoja, kama ambavyo sheria ya usalama barabarani inaelekeza. Madereva hao hawatapaswa kuendesha chombo chochote cha moto kinachotembea barabarani kwa muda wa miezi 6, na hata wakihitaji kuendesha tena watalazimika kuomba, na utaratibu utafuatwa kwa kuwataka warudi chuoni. Watapitia maombi yao, na endapo itabainika kwamba sasa amebadilika, aweza kurudishwa leseni yake. Ndugu waandishi wa habari, pamoja na jitihada hizo, pia yako matukio yaliyojitokeza katika kipindi cha mwezi mmoja na yameweza kushughulikiwa. Matukio makubwa yaliyojitokeza kwa kipindi cha mwezi mmoja na yameweza kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Kuna tukio la mauaji lililotokea wilaya ya Sengerema. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linamshikilia Doto Marco Sanan, ana umri wa miaka 18, ni mkulima mkazi wa Butonga, wilaya ya Sengerema, kwa tuhuma za mauaji ya mtu aitwaye Elias John, ana umri wa miaka 18, mkulima mkazi wa kijiji cha Butonga, wilaya ya Sengerema, kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali sehemu za kifuani. Vijana hawa walikuwa wakitaniana, lakini ndipo mmoja akawa amekasirika na kuweza kumfanyia mwenzake shambulio hilo ambalo lilipelekea kifo. Mtuhumiwa amekamatwa, na uchunguzi utakapokamilika, jalada litapelekwa kwa ofisi ya mkuu wa mashtaka kwa ajili ya mapitio na maelekezo. Tukio lingine ni tukio la mauaji ambalo limetokea wilaya ya Ilemela mnamo tarehe 21 mwezi wa tatu mwaka huu, majira ya ilikuwa ni majira ya saa 9 usiku, huko katika mtaa wa Ghana, kata ya Nyamanoro, wilaya ya Ilemela. Zilipatikana taarifa za mauaji ya mtu aitwaye Mhochi Joseph Elman, miaka 29. Kijana ni dereva bodaboda na mkazi wa Kitangiri, wilaya ya Ilemela, ambaye aliuawa kwa kushambuliwa sehemu mbalimbali za mwili wake, kitendo kilichopelekea umauti wake. Jeshi la polisi lilifanya uchunguzi kufuatia tukio hilo na kufanikiwa kumkamata
mtu aitwaye Athmani Morandi Stanislaus. Huyu ana umri wa miaka 36, ni dereva na mkazi wa Ghana, ambaye inasemekana alimshambulia marehemu baada ya kumfumania akiwa amelala na mke wake kwenye chumba chake cha kupanga. Kisha aliamua kumshambulia kwa kutumia kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili, tukio ambalo lilipelekea kifo hicho. Mtuhumiwa huyo amekamatwa na uchunguzi unaendelea. Chanzo cha tukio hilo ni wivu wa kimapenzi. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi, huku tukishirikiana na ofisi ya mkuu wa mashtaka na taasisi nyingine ili kuweza kubaini mitandao mbalimbali ya wahalifu, na hao watuhumiwa ambao wamekamatwa na noti bandia. Uchunguzi unaendelea ili shahidi ukikamilika aweze kufikishwa mahakamani. Ndugu waandishi wa habari, kama mnavyofahamu, bado siku chache tutaingia katika mapumziko ya sikukuu za Eid al-Fitr, lakini pia na Pasaka. Nichukue nafasi hii kwanza kuwashukuru wananchi wa mkoa wa Mwanza kwa namna walivyoshirikiana na jeshi la polisi katika kipindi chote hiki na kuendelea kuufanya mkoa wao kuwa sehemu salama na funga zao kwenda kwa amani, utulivu. Lakini sambamba na hayo, tunapenda kuwaeleza wananchi wa mkoa wa Mwanza kwamba jeshi la polisi tumejipanga kuzuia vitendo vya kihalifu katika sikukuu hizi za Eid al-Fitr na Pasaka. Mipango kazi mbalimbali ya mkoa, wilaya na vikosi imeshaandaliwa kwa kuwapanga askari maeneo mbalimbali katika mkoa wetu ili kuhakikisha kwamba ulinzi unaimarishwa maeneo yote. Lakini tutafanya hivi kwa kuwashirikisha wananchi. Lakini jeshi la polisi tunachukua nafasi hii kuwakumbusha wananchi wa mkoa wa Mwanza kuzingatia yafuatayo katika mapumziko haya ya sikukuu. Tunawakumbusha kila mmoja wetu kutii sheria na kujiepusha na vitendo vitakavyoweza kumfanya kuingia katika migogoro na jeshi la polisi. Sisi jeshi la polisi tutakuwa watulivu, imara, huku tukifanya doria. Lakini wale watakaojichanganya kwa kuvunja sheria kwa makusudi, basi wataweza kutufahamu rangi yetu ikoje, kwa sababu tutawashughulikia ipasavyo ili kuhakikisha kwamba wananchi wengine wanaendelea kusherehekea sikukuu hizi kwa utulivu, usalama na amani. Tunawakumbusha kwamba endapo wanafamilia watapenda kwenda kusherehekea sikukuu hizi nje ya mazingira ya nyumba zao, basi wasiache maeneo yao bila uangalizi wa watu wazima au mtu mwingine yeyote, ili kuhakikisha kwamba tunadhibiti, tunazuia matukio ya uvunjaji na wizi. Wazazi wasiwaruhusu watoto kwenda matembezi au maeneo ya burudani bila kuwa na uangalizi wa watu wazima. Katika sikukuu hizi watu hupenda kwenda kwenye fukwe za ziwa na maeneo mbalimbali ya wazi kwa ajili ya starehe mbalimbali na kusalimia. Wakati mwingine tunawakumbusha wazazi na waangalizi katika eneo hilo kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa chini ya uangalizi wa watu wazima ili tumalize sikukuu salama na watoto wasipotee. Tunawakumbusha wenye nyumba na kumbi za starehe kuhakikisha kwamba wanaendelea kuchukua tahadhari zote za kiusalama na wanafanya biashara zao kwa mujibu wa leseni zao. Wiki iliyopita tulifanya mkutano na wafanyabiashara wa mkoa wa Mwanza na kuwakumbusha umuhimu wa kuweka CCTV kamera katika biashara zao. Ni wakati wa kufunga CCTV kamera hizo katika biashara zao ili ziweze kuwasaidia, lakini zitusaidie sisi jeshi la polisi katika kubaini
matukio mbalimbali endapo yatakuwa yamejitokeza. Haya mambo ya kuwakusanya watoto sehemu moja kwa ajili ya muziki, hayo tunayapiga marufuku. Badala yake watoto wanatakiwa, kama watapenda wazazi, tunawashauri wawapeleke watoto sehemu za wazi, ambapo maeneo hayo yote yatakuwa na askari wetu wa doria za miguu, doria za magari, doria za askari wa uniform, pikipiki. Lengo ni kuhakikisha kwamba maeneo hayo tunayalinda na watu wanamaliza sikukuu salama. Tunawakumbusha wananchi kujiepusha na unywaji wa pombe